Anapenda starehe, anapenda mwanaume mwenye pesa, anapenda vitu vya gharama. Huyu ni mtoto wa kishua Uche Montana. Karibu ni kusimulie historia na kila kitu kinachomhusu mrembo huyu. Tafadhali usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike kadri uwezavyo. Mimi ni Mustafa Mtupa. Uche Montana. Jina lake halisi ni Uche Francis Nwaifuna. Baadhi ya ripoti zinadai alizaliwa tarehe 8 Mei mwaka 1994 katika jiji la Lagos nchini Nigeria. Hata hivyo, yeye mwenyewe amekuwa akikanusha na anadai watu wamekuwa wakiongopa kuhusu mwaka wake wa kuzaliwa na umri wake kwa ujumla. Uche mwenyewe anasema yeye amezaliwa mwaka 1999. Mrembo huyu alilelewa katika eneo la Festac Town huko Lagos akiwa na familia yake na ndugu zake. Kiasili familia yake inatokea huko Ibusa katika mkoa wa Delta State nchini Nigeria. Uche amelelewa katika familia ya kitajiri. Alikuwa mtoto wa kishua wala sio ungaunga mwana. Alisoma elimu ya msingi katika shule ya Royal International School, shule binafsi inayojulikana kwa kufundisha watoto wa vigogo au matajiri nchini Nigeria. Kwa hapa Tanzania unaweza kusema labda ni fedha. Baadaye aliendelea na elimu ya sekondari katika shule nyingine ya vibopa iitwayo Adeniran Ongusanya College of Education International School, ambako alihitimu na kufanikiwa kufaulu. Katika kipindi chake akiwa shule ya sekondari, walimu na wanafunzi wenzake walimtambua kama mwanafunzi mwenye kipaji cha kuigiza, kujiamini na uwezo mzuri wa kujieleza. Baada ya kusoma elimu ya msingi na sekondari, Uche alienda chuo na kusoma diploma ya sheria, taaluma ambayo yupo nayo hadi sasa. Mama yake hakuwa akihitaji kabisa kuona mtoto wake akiwekeza akili na nguvu katika kuigiza. Badala yake alitamani sana kuona akisoma na kumaliza masomo yake. Uche hakuwa akisikia wala kuona juu ya yeye kuacha kuigiza. Awali alikuwa akitamani sana kuwa mwanamitindo, hivyo alikuwa akishiriki katika maonyesho mbalimbali ya aina hiyo. Hata hivyo alijikuta katika uigizaji baada ya mwanaume mmoja aliyekutana naye katika maonyesho ya mitindo kumwambia kuwa anaweza kufanya hivyo. Kuanzia hapo Uche alishiriki usaili mbalimbali wa kutafuta waigizaji, na bahati nzuri kwake alifanikiwa kupita na kupewa uhusika mara zote. Uche alianza kazi yake ya uigizaji rasmi mwaka 2015 akiwa na nafasi kama mhudumu wa nyumba katika filamu ya Poison Ivy. Ingawa ilikuwa ni nafasi ndogo, ilimpa fursa ya kutambulika na kuchochea safari yake katika tasnia ya filamu nchini Nigeria. Ukubwa wake ulionekana zaidi kupitia tamthilia ya Hush iliyoruka kuanzia mwaka 2016 hadi mwaka 2017 katika kituo cha Africa Magic na Go TV Africa. Katika kazi hii aliwahi kucheza kama Lovina na inaaminika kuwa ndiyo kazi iliyomfanya ajulikane zaidi nchini Nigeria na Afrika kwa ujumla. Kupitia kazi hii ya Hush, Uche alishinda tuzo ya Maya Award Africa mwaka 2018 kama mwigizaji bora msaidizi, jambo lililompa hadhi ya juu katika tasnia ya filamu. Hadi sasa kumekuwa na tetesi zinazomhusisha mrembo huyu na wanaume wengi, lakini yeye mwenyewe hajawahi kuthibitisha popote kwamba yupo katika mahusiano au anatoka na mwanaume gani, na mara zote anapoulizwa swali hilo huwa anakwepa kujibu. Tetesi zinamhusisha Uche na mwigizaji mwenzake kutoka nchini Nigeria, Maurice Sam. Uche Montana yeye mwenyewe alisema wazi ya kwamba mwigizaji mwenzake Maurice Sam si mpenzi wake, licha ya wao kuonekana mara kwa mara wakifanya kazi pamoja kwenye filamu na mashabiki kuendelea kubashiri kwamba wapo kwenye uhusiano. Uche alisisitiza kuwa mahusiano yao ni ya kikazi tu. Julai 2023, tetesi zilisambaa ya kwamba Uche alimnunulia nyumba blogger maarufu nchini Nigeria aitwaye Tunde Ednut, jambo lililoibua hisia za kuwepo kwa uhusiano wa kimapenzi kati yao. Lakini hadi sasa hakuna ambaye amezungumzia hilo, si Uche wala Tunde. Uche pia anahusishwa kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwigizaji kutoka nchini Ghana
James Gardner. Wawili hawa walionekana pamoja kwenye matembezi ya picnic, hali iliyoanzisha mijadala miongoni mwa mashabiki kuhusu uhusiano wao. Huenda wakawa kwenye uhusiano au la, lakini hakuna mmoja kati yao, si Uche wala James, waliotoka kuja kuclarify hiki ambacho kimezungumzwa. Tetesi mbalimbali kuanzia mwishoni mwa mwaka 2024 hadi kufikia mwaka 2025 zimekuwa zikidai ya kwamba Uche amevalishwa pete, kesho utasikia Uche ameolewa. Lakini hadi sasa hakuna ambaye amethibitisha ama amekuja na ushahidi juu ya kuwepo kwa ndoa ama kuvishwa pete kwa Uche Montana. Akizungumza kuhusiana na swala la mahusiano, Uche mwenyewe anasema anapenda sana mwanaume mwenye moyo wa kutoa, mwenye subira na malengo makubwa. Pia anapenda mwanaume ambaye yuko tayari kuzungumza na kutatua mambo kwa maelewano, na ambaye kila mara anajitahidi kuboresha, na anapenda mwanaume anayetamani kuwa na mafanikio kama yeye. Uche pia anapenda mwanaume mpole pale ambapo huwa anazungumza, mwanaume mwenye huruma, anayependa watoto na anayejua jinsi ya kumuondoa hasira pale zinapompanda. Mwisho, Uche anapenda mwanaume mwenye pesa. Hivyo, kama huna pesa, basi Uche hakufai. Alipoulizwa ikiwa anaweza kuacha kazi yake ya uigizaji kwa sababu ya mwanaume, Uche alisema, na nukuu, "Siwezi kamwe kuacha uigizaji kwa ajili ya mwanaume yeyote. Mwanaume anayeniweka kwenye hali ya kunilazimisha kufanya hivyo si mtu ninayepaswa kuwa naye tangu mwanzo. Nataka mwanaume anayeunga mkono ndoto zangu na kunisaidia kufikia malengo yangu. Ikiwa itanilazimu niachane na ndoto zangu kwa ajili ya mwanaume, basi hiyo haikuwa ndoto kamwe, ilikuwa ni kitu nilichokuwa nafanya kwa kujifurahisha." Mbali ya kuonekana kama ni sister du, mwanamke anayependa starehe, lakini taarifa zinadai Uche ni miongoni mwa binti wenye heshima sana. Katika moja ya mahojiano, Uche mwenyewe alithibitisha ya kwamba hapendi wala hatofikia hatua ya kuvaa nguo za nusu uchi ili kuonesha watu juu ya uzuri wake. Uche huu maarufu alionao sasa haukuja kwa bahati mbaya. Mwenyewe anasema tangu akiwa mtoto mdogo alipenda sana kujulikana kuwa mtu mashuhuri na kuwa mwigizaji na mtangazaji wa habari ama mwandishi wa habari. Na nukuu, "Nilitamani pia kuwa mbunifu wa mitindo. Kwa ujumla nilikuwa natamani kuwa vitu vingi tofauti katika nyakati mbalimbali," alisema Uche. "Uzoefu ninaokumbuka zaidi nikiwa mtoto ni kusafiri kwa boti mara kadhaa nikiwa na ndugu zangu, binamu na wajomba zangu. Nilipokuwa mtoto nilitamani kuwa mrembo wa mashindano ya uzuri. Pia nilitamani kuwa mwigizaji na mtangazaji wa habari. Pia nilitamani kuwa mbunifu wa mitindo. Kwa ujumla nilitamani kuwa vitu vingi tofauti tofauti katika nyakati tofauti tofauti." Uche mwenyewe anasema anathibitisha ya kwamba kweli anapenda vitu vya gharama. Anapenda vitu ambavyo akivaa ama akitumia ataonekana kuwa ni mtu mwenye level ya juu. Uche anasema anapenda starehe, anapenda kutumia pesa, lakini hapendi kutumia zaidi ya kile ambacho anakiingiza. Kwa mujibu wa takwimu na tafiti mbalimbali zilizofanywa na tovuti mbalimbali, hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2025, Uche anatajwa kuwa na utajiri unaofikia dola 400,000, zaidi ya milioni 800 za Kitanzania. Chanzo chake kikuu cha mapato ni kupitia chaneli yake ya YouTube, lakini pia na mikataba ya ubalozi na kampuni kama Aduilean Homes na Globalcom. Kwa sasa anatajwa kuwa mmoja kati ya waigizaji wenye pesa zaidi nchini Nigeria. Kipato chake kwa mwezi mmoja kinatajwa kufikia dola 50,000, zaidi ya shilingi milioni 100 za Kitanzania. Kwa sasa Uche kupitia tu YouTube channel yake anadaiwa kuwa anaingiza zaidi ya dola 40,000, mbali ya matangazo ambayo anayapata kupitia mitandao yake ya kijamii na sehemu nyingine. Kuhusu urembo uliopitiliza wa mwanadada huyu, baadhi ya watu wamekuwa wakitofautiana. Wengine wanadai ni urembo wake wa asili, lakini wengine wanadai ya kuwa Uche amejiongezea, ama kwa tafsiri rahisi amefanyiwa surgery. Hii
imekuwa ni moja kati ya taarifa ambayo yeye mwenyewe hajathibitisha, lakini imekuwa ikisambaa sana mitandao. Nimeona ni vyema na mimi nikuletee hapa. Moja kati ya sababu ambazo zinaaminisha watu wengi ni kwamba Uche amejiongezea, hususan kwenye shepu yake nzuri iliyoumbika, ni kwamba miguu yake haiendani na shepu aliyoibeba. Uche anaonekana kuwa ni mwenye miguu membamba, lakini shepu yake ni kubwa. Yeye mwenyewe hakuwahi kuzungumzia kuhusiana na hili, lakini baadhi ya mashabiki zake wanaamini Uche ndivyo alivyozaliwa, na baadhi ya mashabiki wengine wanaamini mwanadada huyu kuna mahali ameongeza. Wewe pia utakuwa na maoni yako, utatuandikia kwenye comment. Wewe unaonaje? Kwa uchache, huyu ni Uche Montana. Tafadhali tuandikia hapo chini kwenye comment, ni msanii gani mwingine ungetamani kusikia historia yake na vitu vinavyomhusu. Mimi ni Mustafa Mtupa na hii ni Simulizi Zetu.